Habari ya asubuhi tena. Sasa nitawasihi mufungue nami katika waraka wa Paulo kwa kanisa la Efeso, ukipenda wa Efeso. Alafu tutasoma mstari ule wa 8 hadi wa 12, na Bwana impendeze kulibariki neno lake tunavyolisoma asubuhi ya leo. Natumai uko pale. Uamini sana, uangalie Biblia yako. Fungua Biblia yako uangalie, manake mimi nasoma kutoka kwa yangu. Angalia Biblia yako, usiniangalie mimi. Mstari wa 8, naye alituzidishia hiyo katika hekima yote na ujuzi, akiisha kutujulisha siri ya mapenzi yake sawasawa na uradhi wake aliyokusudia katika yeye huyo, yani kuleta madaraka ya wakati mkamilifu, atavijumlisha vitu vyote katika Kristo, vitu vya mbinguni na vitu vya duniani pia, naam, katika yeye huyo. Na ndani yake sisi nasi tumefanywa urithi, huku tukichaguliwa tangu awali sawasawa na kusudi lake yeye, ambaye hufanya mambo yote kwa shauri la mapenzi yake, nasi katika huyo tupate kuwa sifa ya utukufu wake, sisi tuliotangulia kumwekea Kristo tumaini letu. Bwana alibariki neno lake. Basi twakusihi wewe Mungu uishie, Mungu wa kweli, kwamba tunavyolijia neno lako, tunapotaka kuangalia baraka zingine hizi ambazo ziko dhahiri katika neno lako, kuwa mwingi wa rehema, basi ufungue akili zetu, ufungue mioyo yetu, tupe utulivu wa mioyo na akili tunapolisikiza neno lako. Nami Bwana, ninapoliwasilisha ni mwanadamu tu, na kurai na kukusihi ujasiri unipe, nipe mtiririko mwema wa mawazo na ufasaha kama inavyokupendeza wewe, kwamba hatimaye Kristo atukuzwe kwa haya yote, na sifa na utukufu ilirejelee jina lako. Haya tumeuliza kwa Kristo aliye Bwana na Mwokozi, tumeomba na tumeamini. Sasa kwa majuma kadha wa kadha tumekuwa tukiangalia baraka za rohoni kama zinavyoonekana katika barua hii. Mlango wa kwanza wa barua hii Paulo anaandika katika kuelekea kanisa la pale Efeso. Tumeona kwamba Mungu katika mapenzi yake alichagua watu fulani kabla ya misingi ya ulimwengu kuwekwa, si kwa njia ya kwamba alikuwa amesurutishwa ama alikuwa amelazimishwa, ila ni sawa sawa na mapenzi yake. Maana haya aliyafanya hata kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu. Na tuliwekea dhahiri hapa kwamba iwapo umeokoka asubuhi ya leo, hili liwe wazi kwako kwamba haikuwa ajali, haikuwa kwamba ulimpenda Mungu, bali kama Kristo alivyonena, hamkunipenda, ni mimi niliwapenda, mimi nikawachagua muwe wanafunzi wangu. Kwa hivyo wala kuokoka si ajali, wala kuokoka si bahati nasibu. Mungu aliyapanga haya kabla misingi ya ulimwengu. Lakini haya aliyokuwa ameyapanga Mungu atayatimiza vipi? Atayatekeleza vipi? Haya tuliangalia hata juma lililopita, kwamba kupitilia na mwanawe Kristo Yesu Bwana Mungu sasa
akapata kutukomboa. Na tukafafanua maana ya ukombozi nini haswa. Maana tulisema wako wale wadhanio, wako wale ambao wako na fikra hizi potofu, wanaelezea kwamba unaweza kuwa umeokoka lakini hujakombolewa, wala si mafundisho ya kibibilia. Mafundisho potofu, mafundisho ambayo ndani yake hamna Mungu. Maana wanataka kuwekelea kazi hii ya kombolewa sasa kwamba ni uende kwa waombezi. Lazima uende upelekwe kwa waombezi wafanye kazi zao. Na la ajabu ni kwamba uko hapa, labda umepitia kule, waenda pale unaambiwa kuna mishumaa mwekundu mweupe, hapo baba najua umeokoka, mbinguni uko salama, lakini hujakombolewa. Hapana, tuliangalia hili tukaona kwamba kukombolewa ni kwamba kuna fidia imelipwa, kuna gharama mtu ameingia ili kukukomboa wewe, kukuweka huru wewe ambaye ulikuwa umesetwa. Kwa hivyo Mkristo ameokoka ndio yule yule Mkristo ambaye amekombolewa. Yaani tunaposema kukombolewa ni mtazamo fulani katika swala kuu la wokovu. Sawa sawa? Kama vile tunaposema Mkristo ni yule ambaye amezaliwa mara ya pili. Ndio mtazamo wa kuhuishwa, kufufuliwa kutokana na wafu. Haya Bwana Mungu ameyafanya vipi? Kupitiliana kwa damu, kama tulivyoona. Damu ya nani? Ya mwanawe Kristo Yesu. Kama umeokoka kweli, wewe umekombolewa, wala usidanganywe kwamba unahitaji ukombozi mwingine wa pili, wala huhitaji hayo. Kristo alipokufa pale msalabani alikuwa amemlipa Mungu Baba. Ndio maana yake akasema pale msalabani, imekwisha. Huhitaji mama muombezi, wala huhitaji hata mimi kuanza kukuombea sijui ukombolewe kutokana na nini. Hapana, Kristo amesema kazi aliyoifanya imekwisha. So yote anayekwambia unahitaji mama muombezi ama baba, sijai kumbana na kina baba waombezi, nataraji wako mahali sana. Nimekumbana na wamama waombezi, wala sikuwa nimewaendea kwa kukombolewa, na wajua zile sehemu wanazokaa. Mungu akatekeleza haya, ule mpango mkuu aliyokuwa nao akautekeleza kupitiana kwa damu ya Kristo, yani mauti ya Kristo. Wokovu wa mwanadamu ni wa gharama ya juu, ilichukua damu ya mwana wa Mungu. Hakuna hata mmoja ambaye anaweza kujiokoa mwenyewe, haiwezekani. Kwa nini? Ile gharama ambayo ni ilipwe, wala wewe na mimi hatuwezi, manake tu wenye dhambi tayari. Kabla hatujaokoka tulikuwa tumesetwa, we were under sin, not under siege, under sin. Sawa sawa, tulikuwa chini ya dhambi. Hiyo inamaanisha hivi, Paulo akinena katika Warumi 3:9, wewe uko chini ya dhambi. Kwanza wewe umtumwa wa dhambi, sawa sawa. Lakini pili, sheria ya kuhukumu. Na tatu, ukifikiria imeisha, umilele wa ghadhabu ya Mungu ya kungoja. That's what it means to be under sin. You are enslaved to sin. The law condemns you, but there is the wrath of God that's awaiting you. Sahi tayari uko chini ya dhambi, ghadhabu ya Mungu iko juu yako, lakini kuna ghadhabu na hasira ya Mungu ya milele ambayo ya kusubiria. Kristo ametukomboa kutokana na hayo. Sasa leo tunataka kuangalia baraka nyingine. Hiyo ilikuwa ni kukumbushana. Baraka ya leo mbili tutaziangalia wakati huu, alafu ile ibada ya pili. Leo niko na nyinyi kwa muda mrefu, kwa mpigo, Waswahili husema niko na nyinyi kwa mpigo. Niko na nyinyi kuanzia saa hii mpaka saa 7. Tutachukua break kuanzia saa 5:15, alafu turudi nanyi tena. Kwa hivyo kama uko umejiandaa, jikaze, jifunge kibwebwe, sawa sawa. Baraka tunazoangalia leo ni mbili kwa sahihi, alafu mchana tutamalizia na ile moja ya mwisho. Lakini ni hizi ambazo tutazipata mlango wa kwanza. Bado baraka ziko nyingi katika hii barua. Ukienda mlango wa pili, wa tatu, baraka ziko nyingi.
Sawa sawa, wala tusemi hizi ni the exhaustive ones kwamba tumezimalizia zote, hapana. Nilikusudia tu kuwatembeza katika mstari wa 3 mpaka wa 14. Sasa baraka hii ambayo nataka kuangalia asubuhi ya leo, mbili hizi. Kwanza, the mystery of his will, knowledge. Mungu anatupia ufahamu kuhusu siri ya mapenzi yake. Alafu ya pili itakuwa kuhusiana na urithi ambao Bwana Mungu ametuwekea. So geuka nami tena katika mstari wa 8 kwa uharaka. Mstari wa 8 Paulo anasema haya. Baraka ni mbili, tumeangalia ya kwanza kule juu, tumechaguliwa. Ya pili, tumekombolewa. Leo tuangalia kando na hizo, tena imempendeza Mungu kutupea ufahamu kuhusu siri ya mapenzi yake, na tena pia nyingine ya kwamba kuna urithi ametuwekea. Sasa nenda nami mstari wa 8. Naye huyu naye ni nani? Kumbuka mstari wa 7. Katika yeye huyo, kumbuka mstari wa 6. Mwisho pale, katika huyo mpendwa. Yaani ninaposema hivyo namaanisha huyu naye anaongelewa hapa. Bado tuko katika mtiririko wa mawazo, sawa sawa. Naye alituzidishia hiyo katika hekima yote na ujuzi. Hiyo nini? Mstari wa 7 ulimaliza ukisema katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi, sawa sawa na wingi wa neema yake. Kwa hivyo naposema naye alituzidishia, hiyo ni neema yake, sawa sawa. Mungu ametuzidishia neema yake. Kwa Kiingereza wametumia neno he lavished. God lavished upon us what? His grace. What does that word lavish mean? It carries the idea of exceeding the requirements. Mawazo yaliyo hapa kuzidishia yanabeba ile mawazo ya ile neema ambayo Mungu ametuzidishia, imepita yale yaliyo matakwa, sawa sawa. Imepita the demands, the requirements. Nilikwambia hii neema kuwa makini nayo. Maana tuambia huyu Mungu ni mwingi, ni tajiri, ako na utajiri wa neema. Paulo anasema sasa katika yeye alituzidishia hayo, lakini si kutuzidishia tu, ametuzidishia katika hekima yote na ujuzi wote. Kwamba anapoyafanya haya, this immeasurable grace, Paul says the Father has lavished upon us. Ndio maana akifika mstari wa 5 mlango wa 2 anasema kuokolewa kwetu ni kwa neema. Mstari wa 8 hadi wa 10 mambo ni hayo hayo. Tulikuwa tumekufa katika dhambi na makosa yetu, wala hatukuwa na uwezo wa aina yoyote kujiokoa. Neema yake aliizidisha. Labda uweze kuelewa haya, nenda nami kwa Timotheo wa kwanza. Uangalie Paulo anapopeana ushuhuda wake. Kuanzia mstari wa 12 mlango wa kwanza. Angalia kile Paulo anasema. Nami namshukuru Kristo Yesu Bwana wetu, aliyenitia nguvu, kwa sababu aliniona kuwa mwaminifu, akaniweka katika utumishi wake. Ingawa hapo kwanza, anakumbuka kabla Kristo kufanya haya alikuwaje. Anasema hapo kwanza nilikuwa mtukanaji, mwenye kuudhi watu, mwenye jeuri. Anakumbuka kweli kwamba kabla sijaokoka haya ndio alikuwa maisha yangu. Mtu wa kiburi, mtu mtukanaji, mwenye kulitesa kanisa, mdhalimu wa kila aina. Lakini sikia, anasema ingawa hapo kwanza nalikuwa mtukanaji, mwenye kuudhi watu, mwenye jeuri, lakini nalipata rehema, kwa kuwa nalitenda hivyo kwa ujinga na kwa kutokuwa na imani. Sikia mstari wa 14. Na neema ya Bwana wetu ilizidi sana. He lavished his grace. Paul is an example. Pamoja na imani na pendo lililo katika Kristo Yesu. Ndio afike mstari wa 15 na aseme ni neno la kuaminiwa,
tena lastahili kukubalika kabisa, ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni awaokoe wenye dhambi, ambao wa kwanza ni mimi. God lavished his grace. Grace, that unmerited favor. You did not deserve it. You and I were wretched, wicked, hell-deserving sinners. God, being gracious, tulikuwa twastahili jahanamu na moto wa milele. Mungu mwingi wa rehema, Paulo anasema hizi rehema alitumiminia. Lakini hakutumiminia tu, alitumiminia kwa hekima na ujuzi wote. Wako wale ambao Paulo anawaongea katika Wakorintho wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 18 kwamba tunapohubiri Injili, tunapohubiri msalaba, kwa wao ni ujinga, si ndio? Lakini iko dhahiri kwamba hiyo ndiyo hekima ya Mungu. So alitumiminia hii neema kwa hekima yote na ujuzi wote. Tasomea hapa. The apostle shows us that in the riches of his grace, God lavished upon us guilty sinners such redemption and forgiveness. And contrary to man's reasoning, who will see this as unwise, God did it in all wisdom and prudence. Wanapoangalia hata leo, wako wale ambao ukiwaambia Kristo alipokufa pale msalabani ni kwa ajili yangu, wanaona ni ujinga. Hiyo ndio hekima ya Mungu. Maana katika hekima yao wanadamu, katika hekima yao wanaona ni upuzi. Yaani mtu alikuja akaishi akafa, alafu leo niweke tumaini langu kwake, wacha nijibidishe kwa juhudi zangu mwenyewe. Labda ni kwa kufunga kwako, labda waona ni kwa kuomba kwako, labda ni kwa kuja kwako kanisani, labda umezaliwa katika familia ya watu ambao babake babu yako walikuwa mwokovu. Wasema mimi niko shwari, mimi niko salama. Hapana. Paulo anasema mtazame huyo aliangikwa pale juu. It is only through Christ God lavished his grace. Naye alituzidishia hiyo katika hekima yote na ujuzi. Then he goes to verse 9 now, where we get the other blessing, the blessing of knowledge. This is what he says, akiisha kutujulisha siri ya mapenzi yake sawasawa na uradhi wake aliyokusudia katika yeye huyo. God has made known to us the mystery of his will. Knowledge. Waza na mimi kidogo. Labda haya yameshakupata. Uko na mzazi labda yako katika dakika ya mwisho, Ukiwa uko hapo ukipigiwa kama sasa uambiwe mzazi kuna yale maneno ya mwisho, sio? Wewe unayachukulia vipi? Na uzito, sio? Utatoka mbio hapa, labda hata utaacha ibada kwa sababu ile siri yake, kile kitu kilicho moyoni mwake, kila mtu yatarajia dakika ya mwisho kitakuwa. Na yale ambayo tuwakimbilia ni akwambie shamba lile la kule Mariakani lako, ili shamba la hapa Kongowea la huyu, hapa nyumbani nimeachia Shadi, nyinyi wengine nimeshawapangia. Na hiyo itakufanya utoke mbio na hamaki. Maana wataka kujua, je, shamba lile ni vipi? Je, ile gari ya mzee? Ostamani, kuna wengine hulala pasipo kusema. Maana kapigwa stroke huyu. Sawa sawa. Sawa sawa. Kapigwa stroke, ataongea saa ngapi akwambie nyumba yangu room ya kwanza nilikuwa nikilala mwenyewe, hiyo nimeachia firstborn. Wala hawana huo uwezo. Sasa nataka uwaze hili. Hii ni baraka kuu. Mungu anakualika wewe sasa, muumini. Anakuambia kuja nikujulishe siri ya mapenzi yangu. Nikiachia hapo, hiyo ya kutosha. Mungu aliyeumba mbingu na nchi
Mungu ambaye hana mwanzo wala mwisho, Mungu aliye wa milele. Hapa akwambia sasa, nakualika. Wakumbuka story ya Esther alipoambiwa na mjombake Mordekai, sio? Nenda ingia kwa mfalme. Sasa huko hakuingiliki. Mungu yasema kwa wale wanaoamini, nataka kujulisha mpango wangu. Wapendwa, Mungu ni kama, kwa lugha ya leo mwasema fungua moyo. Mungu anakufungulia moyo wake, anakuonyesha ile siri ya mapenzi yake. God has welcomed us to his secret counsel. Believers have been taken into the sacred counsels of the Almighty. He has unfolded to us what he plans to do and what he's going to accomplish in the future. We have been told something of the details of his plan. Ametuelezea kila atakalofanya. Or what has God made known to us? The mystery of his will. Akitujulisha siri. Mwimbaji alisema, akasema, nina siri naye Yesu, yanifanya kuwa jasiri. He's made known to us his mystery. Now, before you think of mystery being something mystic, what does mystery mean? It doesn't mean something that can't be comprehended. Wala hii siri haimaanishi, mama, siri ya Mulungu ni bomu, hatimaye kumanya ni hani. Kahana, Festus, kahana hatimaye kumanya. Yaani nawaambia hawa kama, lakini mwaelewa, Kigiriama Kiswahili, angels hiyo. Yaani Wagiriama wako na nyimbo wanasema siri ya Mungu ni bomu. Si bomu hospital, yaani ni kubwa. Sawa sawa. Siri ya Mungu ni kubwa. Hakuna awezaye kuijua. Unajua mara nyingi wanaimba nyimbo wakati gani? Yoshua Mgiriama Mtanzania huyu. Mara nyingi wakati wa mazishi. Manake hawaelewi ya kuwaje. Huyu jamaa alikuwa yatembea hapa sahihi, katuachia gogo hapa. Ndio wanaimba nyimbo wanasema siri ya Mungu Elda ni kubwa, hakuna awezaye kuijua. Na wanasisitiza hakuna awezaye kuijua. Paulo anasema hapana, ametuita, ametujulisha siri. Si kwamba hii siri haiwezi, hili neno siri haimaanishi kwamba ni jambo lisiloweza kujulikana. Rather, in the scriptures the word is used to define something that was hidden and now it has been revealed. Kitu ambacho kwa kimefichwa sasa kimefunuliwa. Revelation. Sawa. Kitabu cha Ufunuo. But consider this, it can't be known unless it is revealed. Matthew 11. Yesu alisema katika Mathayo 11:27, hakuna anemjua Baba, hakuna anemjua Mwana isipokuwa Baba, na hakuna anemjua Baba isipokuwa Mwana, na wale ambao yeye Mwana amependezewa kuwafunulia. Haya mafundisho yalikuwa yanaendelea hapo asubuhi kuhusu Mungu. Tawasi mje. Sawa. Pasipo Mungu kujifunua huwezi mjua. Utakuwa na ufahamu potofu wa Mungu. Sasa hii siri imefunuliwa. Lakini angalia mambo haya. Hii siri inaweza kuwa katika ujumla, the divine plan of redemption as a whole. Hilo la kwanza, hii siri inaweza kuwa the divine plan of redemption as a whole. Hii huweza jionea katika Warumi 16:25 na Waefeso 6:19. Lakini hii siri pia inaweza kuwa the transformation of Christians alive on earth at Christ's return. Paulo akiwaandikia Wakorintho barua ya kwanza mlango wa 15 mstari wa 52 anasema, I tell you a mystery, we shall not all sleep,
si wote, anasema ni siri. Sawa sawa. So that transformation, kule kugeuzwa pia ni siri. Sawa sawa. Then there is the union of Christ and the church, pia ni siri. Waefeso 5:32. But then, and which I believe is what Paul means here, the particular things belonging to that divine plan. Vile mambo hususan yanahusiana na mpango mzima wa Mungu wa swala la wokovu. Angalia, kumbuka Petero. Kule wanasema mimi ni nani? Wanasema wewe Yeremia. Hapa uza nyinyi wasema. Petero akasemaje? Wewe ni Kristo, mwana wa Mungu. Sawa sawa. Lakini hapo chini baada ya Kristo anasema nitakufa mimi, watanishika waniue. Huyu ametambua Kristo kwamba ni Kristo Masihi, yule aliyeahidiwa, lakini wala hana ufahamu kuhusiana na kwamba huyu Masihi, huu ukombozi atauleta kwa njia ya mauti. Inabidi Kristo anamkemea, anamwambia get thee behind me Satan. Sasa haya ndo nafikiri Paulo ako nayo hapa anaposema Mungu ametuita katika chemba zake. Anafunua hii siri, anatuonyesha siri ya mipango alionayo mpaka mwisho. Wewe leo wataka kwenda kwa nabii akwambie kesho utaamka saa 2, ukitembea utakutana na sijui nini. Mungu ashatuambia kila kitu ambacho tunahitaji kujua mpaka mwisho. Kesho mkiamka saa 2, niamke saa 6, ya kuhusu nini nabii wewe? Mungu ameshaniambia kila kitu ninachohitaji kujua kwa sababu ya life and godliness. But because we don't know that this is a blessing, we rush and go to false prophets to tell us our lives. Nataka kujua kesho yangu iko vipi. Kesho yangu lazima iwe bora kuliko leo. Si lazima. Mipango yote iko kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Sasa hapa Paulo ana introduce hii mystery tu. Anasema hivi mstari wa 9, akiisha kutujulisha siri ya mapenzi yake. Lakini unapofika mlango wa 3 ataifafanua hii siri. He does introduce it, but in chapter 3 he tells us what the mystery is, especially from verse 3 to 6. Twende nawe pale kwa uharaka. Mlango wa 3, angalia ile siri. It's big, it's big. He says this. Niruhusu nianze kuanzia mstari wa 1. Kwa sababu hiyo mimi Paulo ni mfungwa wake Kristo kwa ajili yenu ninyi mataifa, ikiwa mmeisikia habari ya uwakili wa neema ya Mungu niliyopewa kwa ajili yenu. Tena neema ya Mungu. Sasa sikia mstari wa 3. Ya kwamba kwa kufunuliwa nalijulishwa siri hiyo. Sawa sawa. Ile siri ambayo ameitaja mstari wa 9 yuaigusia tena. Nalijulishwa siri hiyo, kama nilivyotangulia kuandikia kwa maneno machache. Kwa hayo muyasomapo mtaweza kuutambua ufahamu wangu katika siri yake Kristo. Siri hiyo hawakujulishwa wanadamu katika vizazi vingine, kama walivyofunuliwa mitume wake watakatifu na manabii zamani hizi katika roho. Mstari wa 6 na pia na hiyo siri ya kwamba mataifa ni warithi pamoja nasi wa urithi mmoja na wa mwili mmoja, na washiriki pamoja nasi wa ahadi yake iliyo katika Kristo Yesu kwa njia ya Injili. What is that mystery? What is that mystery? The Gentiles are fellow heirs, members of the same body, partakers of the promise in Christ Jesus. Kwamba tangia awali Mungu lengo lake, Mungu kusudi lake ni kwamba katika kila taifa ako na watu wake, wale ambao amewachagua, wala si taifa la Israeli peke yake. Paulo anasema hii ni siri. Mungu ametuita huku ndani, ametufunulia moyo wake. Mpango wake mzima ni huu, kwamba walio Wagiriama
hata Wasomali. Unajua Wasomali wangapi ambao wameokoka wewe? Ama ukisikia Msomali by default wako ni Muislamu, si ndio? Halo, ukisikia Wasomali kwako ni Waislamu. Lakini hapana, hata kati ya Wasomali Mungu ako nao ambao amewachagua. Wale kumbuka maneno haya Paulo akiambiwa akitaka kutoka Korinto, mambo yamekuwa magumu, anataka kutoka, ambapo baki hapo, kuna watu wangu tena wengi. Siri Paulo anasema, angalia, siri ni kwamba Wayahudi walikuwa wanaona ni wao peke yao. Ndio maana yake kama unakumbuka Petero alipoenda kwa Kornelio, sawa sawa, mlango wa 10 wa kitabu cha Matendo ya Mitume, ilibidi Petero aende akawaelezea wale jamaa kule Yerusalemu. Akamwambia, bana, sasa mimi nimekuwa na hii vision, mara watu wamekuja, wametumwa, nimeenda pale, naanza kuhubiri ile baraka ambayo ilitushukia. Hiyo wanaongea kwa lugha. Hawa jamaa wakajazwa na Roho. Mimi nani niwakataze? Mungu ndo amefanya. Manake walikuwa wanashikilia ni kama wokovu ni wa Wayahudi peke yake. Paulo anasema iko siri. Hii siri ni kwamba hata Wagiriama, hata Wabajuni wamehesabiwa. Kimbia nami katika Ufunuo mlango wa 7. Uangalie mambo haya. Ufunuo mlango wa 7 mstari wa 9. Angalia kile Paulo anasema. Si Paulo, ni Yohana. Paulo ametawala vinywa vyetu. Baada ya hayo nikaona na tazama. Sawa sawa, baada ya haya ambaye ameongea hapo juu, anasema nikaona na tazama mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuhesabu, watu wa kila taifa na kabila na jamaa na lugha, wamesimama mbele ya kiti cha enzi na mbele za mwana kondoo. Wamevikwa mavazi meupe, wana matawi ya mitende mikononi mwao, wakilia kwa sauti kuu wakisema, wokovu una Mungu wetu aketie katika kiti cha enzi na mwana kondoo. That was God's plan from the word go, that the Gentiles are to be included in this salvation. That was his plan, and this he did according to. Soma nami, rudi pale Waefeso 1 mstari ule wa 9. Haya aliyafanya sawa sawa na uradhi wake aliyokusudia katika yeye huyo. It's according to his plan, according to the counsel of his will. Mungu hakusurutishwa, hakulazimishwa. Haya ameyafanya kulingana na mapenzi yake mwenyewe, his own free determination. I'm going to save a people. No one is going to force me. No one is going to influence me. The saving plan originated in God's own gracious mind. What he desired to accomplish, he accomplished in Christ. And this mystery is set forth in Christ. Remember, you go to chapter 2, you'll see this. Amewavuta nyinyi mliokuwa mbali, yani wale ambao si Wayahudi, amewavuta karibu. Sasa amewaleta karibu na ameleta amani kati ya haya makundi mawili. There is peace now. Peace with God. Peace na hata kati ya sisi wenyewe. But then verses 10, I'm rushing, lakini nimeanza 10:40, kwa hivyo bado niko na dakika 10. Mimi wa makini na muda wangu. Senda na nyinyi sambamba. Given back to you. Sawa sawa. Senda na nyinyi tu sambamba, kitaeleweka. Sawa sawa. Mstari wa 10. Yaani kuleta madaraka ya wakati mkamilifu, atavijumlisha vitu vyote katika Kristo, vitu vya mbinguni na vitu vya duniani pia, naam katika yeye huyo.
as a plan for the fullness of time. What is this plan? Adam Clarke says this. God's ultimate plan is to bring together, to ultimately resolve all things in Christ, either through Jesus as a savior or as a judge. Sawa sawa. Hatimaye lengo la Mungu ni kuvileta vitu vyote pamoja. Sawa sawa. Sasa hivi vitu atavileta pamoja katika Kristo. Aidha utakuwa katika huu moja ambao Bwana anafanya kama Kristo ni mwokozi wako, ama atasimama kama hakimu wako. And this happens in the fullness of the times. F.F. Bruce anasema hivi kulingana na the fullness of times, akipambanua anasema when the time is ripe, the fullness of time, utimilifu wa wakati, when that time is ripe for the consummation of his purpose. Now, no, kuna wale wanaamini the fullness of the time will start during the millennial, the 1,000 years. Let's not get into that. The completion, the fullness of time simply means when the time is right for the consummation of God's purpose in his providential overruling of the cause of the world, that consummation will be realized. That division that was there between beasts and men. Yani hii amani wacha nikusome mstari wa 10. Yani kuleta madaraka ya wakati mkamilifu. Huku kujumlishwa si kwa wanadamu pekee Linux, hata kati ya wanyama na wanadamu. Haya maneno ya William Buckley. Anasema there was a division between the beast and men. There was division between the Jew and the Gentile, between the Greek and the barbarian. All over the world there was strife and tension. Jesus came into the world to wipe out those divisions. Ambia mjisomee Waefeso 2:13 mpaka 17. Adamu ndo alisema huyu wa simba, ndovu, leo kajaribu muite simba. Umempelekea sapa ama breakfast ya mapema. Lakini katika Kristo kutakuwa na huko kujumlishwa kwa vitu. Wayahudi na Wayunani walikuwa hapana. Kristo amekuja na kwa pamoja. There will be that perfect harmony that will be restored. Harmony between even men and men. Wanadamu kwa wanadamu. But then, God has made known to us this secret. And this mystery is according to his will. Paul does not stop there. He says, yani kuleta madaraka ya wakati mkamilifu, atavijumlisha vitu vyote katika Kristo. Sawa sawa. Vitu vya mbinguni na vya duniani pia. Naam, katika yeye huyo. Hata mbinguni. Vyote hivi vitaletwa kujumlishwa katika Kristo. It's in Christ and Christ only. But then Paul does not stop there. He goes on and he says, there's another blessing. Angalia, Mungu aliwachagua katika Kristo akawakomboa. Amewajulisha mpango wake, siri ya mapenzi yake. Lakini anasema kuna hili, mstari wa 11. Enda nami, mstari wa 11. Na ndani yake sisi nasi tulifanywa urithi, huku tukichaguliwa tangu awali sawa sawa na kusudi lake yeye ambaye hufanya mambo yote kwa shauri la mapenzi yake. Na Kiswahili yasema na ndani yake sisi nasi tulifanywa urithi. You read it from the English version. In him also we have obtained an inheritance. Sawa sawa. Tumepewa, kuna urithi ambao kama waumini, hiyo ni baraka tuko nayo katika Kristo. We have obtained an inheritance. Remember in verses 4 and 5, we were chosen.
we were predestined. Sawa sawa. Na tukasema hii predestination, huku kupangiwa, lengo kuu ni hili, tufanywe wana. Lakini Paulo anasema tena katika kufanywa wana, huko kupangiwa kuna hili lengo lingine, kuna urithi. Kuna urithi. Yaani kama umuumini asubuhi ya leo hapa uko na urithi. Kwa Mungu uko na urithi. What does that mean? Huu urithi ambao tuambiwa tuko nao si magari, wacha nikuwe wazi, si nyumba nzuri, si kuishi maisha mazuri hapa ulimwenguni. It's not about your best life now. You can have it, I'm not against it. Mungu akikuneemesha, sawa sawa. Angalia hata wale ambao si waumini kule, ambao wanaishi maisha mazuri, ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Usione ni juhudi ama bidii yako, sawa sawa. Ni neema ya Mungu tu, amependezewa. So hata wewe muumini akipendezewa uishi maisha mazuri. Yani tunaposema maisha mazuri ni kwamba wala unavyotaka, wanywa, uko na pesa. Nafikiri jana ilikuwa kuna video inazunguka ya kumebaki masaa machache for Elon Musk to be the first. Tazuona hata utajiri wa hapa hamna habari nao. Yeah, there's some few hours that are left for Elon Musk to be the first trillionaire. You've seen that video? Wewe wangangana na milioni, watu walivuka wakaenda bilioni, wamevuka wameenda, sasa yeye atakuwa mwanadamu wa kwanza. Ila tunajua si wa kwanza, maana yake tukimlinganisha na Mfalme Sulemani bado. Sikwambii utajiri huo, sikwambii urithi huo. Tuliwaambia tulipokuwa tuanza wiki jana, wala mbio yetu si urithi huo. Mungu akipendezewa atupe, sawa. Lakini tujue kwamba hata akitupa, lengo ni kwa sababu ya ufalme wake. Si upewe alafu siku mbili hatukuoni kanisani. Umekuwa busy sasa, watupigia simu kutuambia hilo pam limaliza, naweza waekea 100,000. Hii Jumapili sitapatikana, nimefika hapa Nairobi, niko na mkutano na president. Kwa sababu sasa Mungu kama yako ni hayo, acha nikwambie siri. Utasota, utakaa hapo hapo. Kama lengo ni kwamba nipate ni enjoy, subiri. Wala anatuambia kando na hiyo siri ya mpango mzima wa Mungu, kwamba hata mataifa alikuwa na lengo la kuwaokoa. Ako na watu kati ya mataifa. Anasema angalia, kando na hilo, huyu Mungu aliyewachagua akawaokoa. Sawa sawa. Huyu Mungu aliyewachagua akawakomboa. Huyu Mungu huyu amwafunulia siri kwamba alikuwa amewahesabu. Lakini kando na hilo amewaekea urithi. Kuna urithi. Sasa urithi ukitaka kuuelewa zaidi, kimbia nami kwa Petro wa kwanza 3. Petro wa kwanza 1:3 mpaka 5. Uangalie ule urithi pale. Nakwambia wacha ngangania ya hapa, kuna urithi ambao Petro anautaja hapa. Tukimalizia na hilo, Petro anasema hivi. Mstari wa 3, mlango wa kwanza, Petro wa kwanza. 1 Peter 1. Look at your Bible. Please open your Bible and look at your Bible. 1 Peter 1 from verse 3. Ahimidiwe Mungu, maneno kama yale ambayo Paulo ameanena kule Waefeso 1:3. Ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. Tuko na tumaini lililo hai, tumaini lenye uzima. Alafu anasema hivi, tupate na urithi. Paulo amesema kuna baraka, kuna urithi ndani ya Kristo. Petro naye anarejelea maneno haya. Huyu Baba, Bwana wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu na Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo ahimidiwe. Kwa nini? Katika Kristo ametupea urithi.
tumaini lililo hai, na ametupia urithi. Lakini Petero hata achia hapo, atafafanua huu urithi ni wa aina gani. Anasema ni urithi usioharibika, ni urithi usio na uchafu, na ni urithi usio nyauka. Mambo matatu kuhusiana na urithi. Kuna urithi ambao Paulo anaongelea, ndio huu Petro anaongelea, na anasema urithi tulionao wapendwa, kwanza hauharibiki, hauna uchafu, haunyauki. Kuna urithi bora kuliko huo? Halo? Je, kuna urithi bora kuliko huo? Na kuuliza wewe ambaye uko tayari kukosa ibada kwa sababu uenda pigana na watu wa familia kwa sababu ya shamba, na wala hukonsida kwamba kuna urithi ambao hauharibiki, urithi usiokuwa na uchafu, urithi usionyauka. Incorruptible means this: it's not liable to decay nor subject to passing away. Ule urithi ambao tumewekewa wala hauharibiki, sawa sawa, incorruptible. Undefiled means unpolluted, unstained with evil, not like earthly inheritance which is corrupt and defiled. But then he says it's unfading, no decaying elements. Lakini kando na hilo, songea hapo mbele, anasema uliotunzwa mbinguni ili yetu. Huu urithi hata hauko hapa, umewekwa mbinguni. Waunga maneno ya Kristo Mathayo 6. Hazina yenu mweke wapi? Kule ambako wezi, nondo, kutu hawafiki. Urithi wetu ni wa hakika, hauharibiki, haunyauki, hauna uchafu. Lakini kando na hayo umewekwa wapi? Mbinguni. Nani wafika huko leo? Nenda ukaibe huo urithi. Hakuna. Bwana Mungu ameuhifadhi mwenyewe mbinguni. Lakini ukifikiria imetosha, usionyauka, uliotunzwa, umetunzwa sawa sawa. Wewe zaika watchman kwa nyumba yako, uiwalinda, ukaja majambazi, umempia rungu ankuja na bunduki. Hekima ya mwambia maisha ni muhimu, wacha waingie waibe iwatoro. Huku umetunzwa, umehifadhiwa, nondo, wezi, kutu havifiki. Alafu anasema huko mbinguni ni kwa ajili yenu nanyi. So ule urithi umehifadhiwa, nanyi munalindwa na nguvu za Mungu. So Mama Terry, si urithi pekee, hata wewe ambaye utarithi walindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani, hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Kile Petero anasema ni hichi: katika kutuwekea huu urithi, Mungu ameuhifadhi huu urithi, lakini hakuuhifadhi huo peke yake, hata wewe yukutunza. Wajua yamaanisha nini? Huu urithi utarithi, sawa sawa, there is certainty kwamba huu urithi hutaukosa, sawa sawa. Both the believer and the inheritance are kept safe. The inheritance can't be stolen, and none can disqualify the believer from receiving it. Ndio ujisomee mwenyewe Warumi 8:31 mpaka 39. Paulo atauliza nini kitatutenga? Nini? Hakuna. Sio njaa, sio dhiki, hakuna kitakachotutenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu. But Paulo anamalizia akisema hivi: haya Mungu huyafanya kwa shauri la mapenzi yake. Yuwafanya mambo yote. Who works all things. Remember we said you predestined for adoption, but you've been predestined for an inheritance. So. But then God works all things. What does he mean? Works all things. God energizes every believer with the necessary power for spiritual completion. You remember Philippians 1
Sawa sawa, 6. Ile kazi aliyoanza atakamilisha. But go to Philippians 2:12. Work out your salvation with fear and trembling. Why? It is God who is working in you. He empowers every believer. And this he does according to the counsel of his will. Hakusurutishwa, hakulazimishwa. Mstari wa 12, sifa sasa zimrudie basi. Nasi katika huyo tupate kuwa sifa ya utukufu wake, sisi tuliotangulia kumweka Kristo tumaini letu. In summary, God chose a people. Mama Terry, God chose a people. Sawa sawa. Brother Ian, Mungu kuna watu alichagua. Kama uko hapo umeokoka kweli, kabla misingi ya ulimwengu alikuchagua. Sawa sawa. Lakini hiyo ni kabla. Atalitekeleza vipi hili? Kristo akakuja amekukomboa kwa mauti yake. Alafu huyu ambaye amekombolewa anajulishwa, anafunguliwa moyo wa Mungu, hii ndiyo siri yangu. Lakini tena anaambiwa kando na hilo, nilikuchagua sawa, kwa wakati umekombolewa sawa sawa, kupigana na mauti ya mwanangu, nimekuonyesha iliyo siri yangu, lakini ujue hili, niko na urithi kwa ajili yako. Sasa ukifika kule chini akiomba mstari wa 15 kuendelea, Paulo atageuza hiyo lugha, atasema huu urithi Mungu ako nao ndani ya waumini. Hayo tutaangalia wakati mwingine ikimpendeza Mungu. Sasa hii anasema kuna urithi tumehifadhiwa kwa kila anayemwamini Kristo. Na yote haya hatimaye ni kwa utukufu wa Mungu. Swala niko nalo leo mchana huu ama asubuhi hii ukipenda. Je, haya ambayo tunayaongea ni kweli kwako? Je, haya tunayaongea ni kweli kwako? Je, unajua kwamba swala la wokovu ni mpango mkuu wa Mungu? Na je, baada ya hayo yote umeyajua? Je, umefikia pale mahali umeweka tumaini lako? Maanake tumeangalia katika yeye huyo, katika Kristo, inajirudia. Je, umefikia pale mahali ukaweka tumaini lako kwa Kristo? Majaliwa ya Mwenyezi Mungu, Kristo hajarudi, tuungali tupo hapa tuhai. Mchana tutamaliza ile baraka nyingine ambayo imesalia, na tutanena pamoja na Paulo, atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ametubariki kwa baraka zote za rohoni katika yeye. Na Mungu atubariki.